Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Tunawatakia tena siku njema ya leo samedi le 20 Desembre 2025, tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za siku ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari mbichi kabisa. Ni taarifa kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazoendelea kusemekana ndani ya nchi ya Kongo. Habari ambazo tumewaletea ni kuhusu kujiondoa kwa waasi wa M23 mjini Uvira, ambapo ni habari za uongo mtupu. Hawajaondoka hapo tangu kutangaza hayo, wangali mjini Uvira na wanavalia sare za waaskari polisi. Baada ya kudanganya kwamba waliondoka mjini Uvira, Marekani ilikuja kuagiza kujiondoa mjini Uvira mpaka Kamanyola. Tangaza kwamba wanapaswa kuondoka mjini Uvira na kuacha maeneo yapata 75 kilometre, ukihesabu ni mpaka Kamanyola. Waasi wa M23 ile ujanja ambao walitumikisha Marekani iliujua. Tumewaletea habari mingi tena mbichi. Kama kawaida unayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Muendelee kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike na kuzisambaza habari hizi ziwafikie wengi. Muendelee kujiunga nasi na channel yetu ya WhatsApp, ambapo mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre. Hapo mtakuwa napata habari zetu zote, na kuomba kukuwa nami mwanzo hadi mwisho ili kufahamu kinachoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Bila kukawia, tufungue ukurasa wetu wa habari, tuwapeleke moja kwa moja ndani ya mji wa Uvira, ambapo baada ya waasi wa M23 kutangaza kuondoka kwao mjini Uvira, bado wangali hapo, na asubuhi ya leo walionekana ndani ya mji wa Uvira maeneo tofauti wakiwa wamevalia sare za askari polisi. Kama tulivyowaambia tangu kutangaza kwao kujiondoa mjini Uvira, hawakuondoka hapo, walibakia pale wamoja Antenise vile, wengine wakaanza kuvalia sare za askari polisi wakajionesha siku ya jana mjini Uvira, na wengine ambao walitoka hapo mjini Uvira walikuwa deploye moaxe tofauti mo plateau d'Uvira, wengine maeneo ya Fizi. Hayo yote wakawa waliyafanya ili kutaka kudistraire Marekani ambayo ilikuwa ikiwaagiza kuondoka mjini Uvira. Mkikumbuka kitu ambacho niliwaambiaka wakati Marekani ilikuwa imeanza kufuatilia kwa karibu mambo ya hii vita, niliwaambiaka ya kwamba pour le moment AFC M23 itapigana na ordre kutokana na makubaliano ambayo walikuwa wakiyasaini hapa na pale na gouvernement ya Kongo. Ordre ambayo watapigana nayo ni ya Marekani tu na makomunote international. Kwa sasa kitu ambacho gouvernement ya Kongo ayo itakuwa na kifanya ni kukumbusha hizo nchi kuzitiako presio ya kufanya kile ambacho walikiitika kama nchi wapatanishi wa pande mbili, na hao nao watakacho kifanya ni kufanya M23 kuyatekeleza yale ambayo waliyasign, yani yale ambayo waliyakubaliana wakati wa kusinye makubaliano tofauti. Na ndipo sasa wakati nchi hizo zitakuwa zikiwaagiza kuyatekeleza hayo, itakuwa ni ordre ambayo wako na wapa ambayo wanapaswa kuiheshimu. Kama si hivyo, nanyi mnakumbuka kwamba Marekani ilisema kwamba itatumikisha nguvu zinazohitajika, itatumikisha kila kitu ili kufanya pande mbili kuyaheshimu na kuyatekeleza walio ya sign. Ndiyo maana pour le moment AFC M23 iko na pigana na ordre, hapana tena kupigana vita na FARDC au wazalendo au wale wanajeshi wa Burundi. Kitu ambacho kiko hapo, wanaagizwa tu ordre wanapewa, nao wanabakia bila shwa sofu kufanya kile ambacho waliagizwa.
ndani ya mji wa Uvira. Vyanzo vyetu vinatuambia ya kwamba siku ya jana waasi wa M23 waliwatafuta viongozi tofauti hapo mjini Uvira, wakawaagiza kufanya maandamano siku ya leo yanayowaunga mkono kama walivyofanya siku ya kwanza wakati walikuwa wametangaza kuondoka hapo. Mnavyokumbuka wakati walitangazaka kuondoka hapo, waliwaagiza raia par force kufanya maandamano, na maandamano wakayafanya wakiwaunga mkono, na siku ya leo kuna maandamano walioyaandaa pale wakiagiza raia par force kuandamana wakiwaunga mkono, wakisema kwamba hawataki waasi hawa wa M23 waondoke mjini Uvira. Vyanzo vitu vinatuambia ya kwamba ni maandamano walioyaandaa par force, wanaagiza population kuyafanya, na population aina ingine shwa wale njo wenye wanawamiliki, hawana kitu kingine cha kufanya sof kufanya kile ambacho wanakitaka. Ni maandamano ambayo waliwaambia kuyafanya ni par force. Hakuna population ya Uvira ambayo iliandaa maandamano hayo. Vyanzo vyetu hapo vinatuambia ya kwamba viongozi tofauti wa pale mji wa Uvira, wa chef de quartier, wa chef d'avenue, wale wa dimezo, wote waliagizwa na M23 kuwaita raia kukuja kuandamana wakiwaunga mkono, na population aina ingine shwa. Mtaona siku ya leo mjini Uvira kutakuwa maandamano ni kama yale ambayo yalifanyika le 18 wakati walikuwa wametangaza kujiondoa hapo. Ni maandamano ambayo waliyaandaa yakiwaunga mkono population ikiwa imeagizwa hayo par force, wakiwa wao hawana ingine shwa. Hayo njo yanayoendelea mjini Uvira. Wanajeshi wa M23 wako pale mjini Uvira en tenue de la police militaire, wako wanavalia sare za polisi na wanaendelea kufanya doria za kawaida hapo mjini Uvira depuis jana. Na waasi hao wa M23 walionekana mjini Uvira wakati Depute Mishiki ambaye ni kiongozi wa wazalendo alikuwa ametangaza ya kwamba wazalendo deja wako ndani ya mji wa Uvira, na hayo aliyatangaza juzi, kitu ambacho kilileta confusion mu watu, wakajiuliza sasa wazalendo wako mjini Uvira vipi na tena waasi wa M23 wako preza hapo. Confusion ambayo muko nayo inasikika kabisa, ila nataka niwaambie ni kipi kilichoacha anatangaza kwa wazalendo wako hapo. Wakati waasi wa M23 walitangazaka kujiondoa hapo le 18 ile jioni, wakaanza kuondoka na le 17, ilikuwa le 17 mpaka le 18 walikuwa na wako naondoka pale saa za jioni za siku hiyo ya le 18. Kuna wazalendo walioonekana mjini Uvira tu masaa machache puis baada ya kufanya recherche wakaona ya kwamba M23 ikuondoka hapo, wangali ndani ya mji wa Uvira wakivalia teni za askari polisi, wengine wakivalia sare za kijeshi, tena wakaondoka hapo. Na wakati huo ndipo Willy Mishiki alikuwa ametangaza ya kwamba deja wanajeshi wa wazalendo wako present ndani ya mji wa Uvira na wao ndio wenyewe wanaikontrole. Alikuwa na hajajua ya kwamba mjini Uvira kuko deja wanajeshi wa M23 ambao walibakia hapo. Ndipo habari zilikuja na ziko tofauti ya kwamba M23 iko pale. Willy Mishiki na akisema kwamba M23 walishaondoka pale, na wakati alitangaza hayo ilikuwa baada ya masaa machache tu, na Patrick Muyaya ametangaza ya kwamba kuwa AFC M23 haijaondoka mjini Uvira, waliwaacha ndani wanajeshi wao. Ni habari ambazo zilikuwa zikichanganya watu hiyo njo realite. Ilikuwa kufika kwa wazalendo kwa masaa machache mjini Uvira, wakaona ya kwamba M23 haijaondoka pale, puis wakarudia nyuma wakaondoka mji wa Uvira. Ndipo habari sasa zilikuwa zikiwachanganya watu realite mjini Uvira huko mikono ya wasi wa M23 hawajaondoka pale. Na baada ya hayo yote ujanja ambao waliufanya wa kutangaza ya kwamba wanaondoka mjini Uvira
na wakabakia pale, ikiwa ni kupunguza presio ya Marekani ambayo ilikuwa ikiwaagiza kila siku kuondoka pale. Siku ya jana wakati wa Reunion des Nations Unies, Etats-Unis d'Amerique ilikuja kuiagiza AFC M23 kuondoka mjini Uvira na wayaache maeneo yapata na 75 kilometre, ambapo ukihesabu 75 kilometre ukitoka ndani ya mji wa Uvira ni mpaka Kamanyola, njo kwenye wanapaswa kurudia. Waasi wa AFC M23 walijikuta kabisa Marekani imeendelea kuwatia presio ya kujiondoa hapo. Marekani iliona tangazo lililotolewa na waasi wa AFC M23 kuhusu kujiondoa kwake kutoka mji wa Uvira katika jimbo la Kivu Kusini kuwa halitoshi. Akizungumza katika mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa uliojitolea kupanua agizo la MONUSCO, mwakilishi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa alisema kwamba uasi huo unaoungwa mkono na Rwanda lazima ujiondoe ndani ya kilomita 75 kutoka ndani ya mji wa Uvira, kulingana na ahadi zilizotolewa katika makubaliano ya mfumo yaliyosainiwa na serikali ya Kinshasa. Alisema kwamba ahadi ya M23 ya kujiondoa kutoka mji wa Uvira haitoshi. M23 lazima ijiondoe mara moja kwa angalau kilomita 75 kutoka mji Uvira na kuzingatia majukumu yake yote chini ya makubaliano ya mfumo. Wakalaani pia vikali hatua ya M23 ya kuingia ndani ya mji wa Uvira na zaidi pamoja na uungaji mkono wa Rwanda na M23 kinyume na majukumu yake chini ya makubaliano ya Washington. Alisema hayo mwakilishi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa. AFC M23 kama nilivyowaambia, aujourd'hui itapigana na ordre tu, itapigana na maagizo ambayo watakuwa wakiagizwa na Marekani na wale wapatanishi wote, kwa sababu walichokipatana ndicho ambacho kitatumika kazi. Hakuna tena kutumikisha zingine nguvu za kivita. AFC M23 iko na pigana na ordre tu, kile njo kenye kiko na endelea kwa sasa. Wasi wa AFC M23 hata waitike au wasiitike wataondoka kabisa kwa ordre ya Marekani na wale wapatanishi. Habari zetu zinaendelea. Lawrence Kanyuka, msemaji wa AFC M23, alitangaza ya kwamba nchi ya Burundi iko na wakatalia wakaaji kurejea ndani ya maeneo yao walioyakimbia. Ndani ya tangazo yake alisema ya kwamba harakati ya M23 na AFC inaonyesha wasiwasi wake mkubwa kuhusu majaribio mengi ya kurejea kwa hiari kwa Wakongo wanaotaka kurudi nyumbani mwao katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa Uvira, Sange, Luvungi na Kamanyola na maeneo ya jirani ambayo kwa sasa yamezuiliwa na mamlaka ya Burundi kufuatia kufungwa kwa mipaka. AFC M23 inasikitika kwamba wanawake, watoto na wanaume hawa waliotokewa na tumaini la pekee la kurudia jamii zao na kujenga maisha yao wananyimwa haki ya msingi ya kurudi nyumbani kwao kwa usalama, utu na hiari. AFC M23 inakumbusha kwamba hadi sasa imewezesha kwa sababu za kibinadamu kurejea kwa hiari kwa raia zaidi ya mile kwa Burundi kwa roho ya mshikamano, uwajibikaji na heshima kwa kanuni za kibinadamu za ulimwengu. Kwa kuzingatia kanuni ya kuheshimiana, AFC M23 inawaomba mamlaka ya Burundi kuruhusu bila kuchelewa kurejea kwa usalama, hiari na kwa uangalifu kwa raia wa Kongo wanaotaka kurudi nchini mwao kwa mjibu wa sheria za kimataifa za kibinadamu na maadili ya ujirani mwema. Ile ni tangazo ya Lawrence Kanyuka ya siku ya leo, ambapo mnasikia ya kwamba iko na shutumu nchi ya Burundi kukatalia wakaaji ambao wanataka kurejea maeneo ya Sange, Luvungi na kwingineko ambapo wakaaji hawa wote walikuwa wamekimbilia Burundi. Tangazo hili linasema kwamba nchi ya Burundi iko na wakatalia wakaaji hawa kurejea nchini mwao kutokana na kuwa walishakafunga mipaka yao na nchi ya Kongo. Tukiwa ndani ya maeneo ya Sange,
Ndani ya Centre de Sante Nazarene ya Sange kulikuwa piaje ya hali ya juu ambapo ni eneo inayomilikiwa na wasi wa AFC M23. Centre de Sante ya Nazarene ambayo iko mu eneo ya Sange ilikuwa pia na watu ambao walikuwa wanavalia sare za kijeshi wakiwa pia na silaha zao. Vyanzo vyetu hapo vinasema ya kwamba watu hao walikamata matela za pale mwile Centre de Sante, wakakamata mamedikama yani dawa, wakabeba na vitu vingi vya kutumikisha mwile Centre de Sante, ambapo kutokana na piaje hiyo ile Centre de Sante Nazarene ilibakia bila kutumika kutokana hakuna kitu ambacho wanaweza wakajisaidia nacho ili kusaidia population. Ndiyo hii video hapa muifuate musikie jinsi ilikuwa kabisa wakati wa piaje hiyo. L'hôpital de Loiris, comment est-ce qu'il a été détruit? Aucun matériel sur les lits, même les lits opératoires. Tout a été emporté, tout. Ça, c'est le bureau d'élite. Voici même des effets militaires. Même des effets militaires. Voici la pharmacie. Ça, c'est la pharmacie du centre de santé. Et ici, c'est le champ de feu. Nadhani ya kwamba video hiyo mumeifuata vizuri. Hapo ni ndani ya Sange kwenye watu waliokuwa wamevalia sare za kijeshi walipia ile Centre de Sante ya Nazarene, na ni eneo ambayo iko mu mikono ya wasi wa AFC M23 tangu le nef kabisa. Sange iko mu mikono ya wasi wa AFC M23. Tuendelee na habari zetu. Ndani ya Kivu Kaskazini, kuweka lami kwa barabara ya Butembo Kanyabayonga kulizinduliwa rasmi. Barabara ya Butembo Kanyabayonga itapewa muonekano mpya. Waziri wa miundombinu na kazi za umma ambaye kwa sasa anatembelea Kivu Kaskazini alizindua rasmi kazi ya kuweka lami katika sehemu hii ya njia ya kitaifa ya pili siku ya Ijumaa le 19 Desembre. Katika hotuba yake, John Banza alisema kwamba uboreshaji huu ambao utaruhusu muunganisho wa haraka kati ya maeneo ya mijini ni sehemu ya utekelezaji wa maono ya mkuu wa nchi. Alisema kwamba Felix Antoine Tshisekedi anabadilisha nchi yetu kuanzia magharibi hadi mashariki mwa Kongo. Rais Felix Tshisekedi anajenga barabara kuanzia Moanda Ndizi hadi Kasumbalesa Sakania, kilomita 3300, kitu ambacho hakijawahi kuwepo hapa awali. Na ikiwa tuko hapa leo ni kwa ajili ya mwendelezo wa mpango huu wa maendeleo. Kulingana na historia ya nchi yetu, barabara kuu ya kwanza tuliyotumia ilikuwa njia ya kitaifa ya pili, inaanzia Mbujimai hadi Bukavu yenye urefu wa kilomita 1020. Hii itaendelea kutoka hapo hadi hapa. Ndiyo maana tuko hapa kuzindua kama hatua ya kwanza kazi ya barabara ya Butembo Kanyabayonga, umbali wa kilomita 60, alisema katika hotuba yake kwa umati huko njia panda mjini Butembo.
Kazi hizi zinazofadhiliwa na Benki ya Dunia zitafanywa na makampuni ya Kichina GGGPI na muungano wa Zonguru. Mwakilishi wa makampuni haya alishukuru serikali ya Kongo kwa imani waliopewa pamoja na jamii ya wenyeji kwa ushirikiano wao tangu kuanza kwa kazi ya awali na kuanzishwa kwa msingi wa eneo la ujenzi. Aliahidi kukamilika kwa mradi huo akiamini uboreshaji uhamaji. Ile ni rute ya Butembo Kanyabayonga ambayo itajengwa. Na hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea siku ya leo, na washukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati, na washukuru sana, muendelee kukuwa na siku njema. Mukumbuke kusubscribe, kucomment na kulike na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi na shene yetu ya WhatsApp ili kukuwa anapata habari zetu zote kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre pale kabisa, mtakuwa anapata habari zetu zote kwa wakati. Asante sana na washukuru, siku njema. Merci beaucoup.